Shetani ashinde mfululizo. 5,000 types of lies. The greatness of a nation. To speak truth to power. Hai jamaa, vipi habari yenu ya leo? Natumaini mmeshinda salama. Karibuni sana kwenye Sikiliza TV na washukuru sana kujiunga nasi. Kwa majina naitwa Wilson Ochar, na katika mada ya leo ningependa tuzungumzie siri ya kikao cha Mheshimiwa William Ruto na kanisa Ikulu. Ni kama mkakati wa Mlima Kenya au ni kiwewe cha kisiasa? Manake wa Kenya pale wameuliza ni kwa nini Mheshimiwa Rais aliwaalika washirika wa kanisa la Akurino katika ikulu yake, na je, ulikuwa ushirikiano wa dhati au ni hatua ya kisiasa iliyopangwa? Na kama unatazama runinga yetu kwa mara ya kwanza, hakikisha unabonyeza kitufe cha subscribe ili YouTube ikiwaarifu punde tu tunapoweka uchambuzi wetu mpya wa kisiasa. Na kwa wasajili wetu waaminifu, asante sana kuendelea kutuunga mkono, maanake bila nyinyi chaneli hii singekuwa hapa leo. Kwa hivyo tutazame hii picha habari, alafu tutarejea tuchambue kwa wazi ni nini kinachoendelea. Taifa kwamba pitapiga hatua ya kwenda mbele. Na vile vile kwa mapenzi ya Mungu, mimi nimesema nitaunganisha taifa letu la Kenya. Jamii zote za taifa letu la Kenya. Hapa State House sio mahali ya wengi peke yao. Hapa State House ni mahali ya wengi na mahali ya wachache. Na hii Kenya itapatikana nafasi ya kila mtu. Serikali ya Kenya inatosha Wakenya wote, wale wengi na wale wachache. Wale wa dini zote tutatoshea ndani ya hapa. Watu wa jamii zote tutatoshea ndani ya serikali ya Kenya, kwa sababu tunatoshea katika nchi ya Kenya. Na hiyo ndio mpango yangu, kuhakikisha ya kwamba tunaunganisha taifa letu la Kenya. Watu wa Coast kule pwani watakuwa ndani ya serikali ya Kenya. Watu wa Eastern watakuwa ndani ya serikali ya Kenya. Watu ya Mlimani yote Central watakuwa ndani ya serikali. Watu ya Rift Valley watakuwa ndani, Northeastern watakuwa ndani, Western watakuwa ndani, Nyanza watakuwa ndani, kwa sababu hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Umoja ni nguvu, na mahali penye umoja Mungu anaamurisha baraka. We truly want to be a blessed nation. We must build for unity. Tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Kupanga mambo yenu ya maendeleo na kuleta Wakenya wote pamoja. Nimetembea sehemu nyingi ya taifa letu la Kenya. Nimekuwa Western, nimekuwa Nyanza, nimekuwa kule Coast, nimekuwa Mlimani, naenda kesho Kisii na sehemu zingine, mpaka Kenya iwe moja. Na wale wanataka kutugawanya kwa ukabila na chuki, tutawaaibisha. They will not succeed. Hawatafaulu. Mnanielewa? They will not succeed. Unajua, kuna watu hawaelewi ya kwamba safari ya mimi na Korino ilianza zamani. Kuna watu wanataka kujifanya ati wao ndio wamekuja kunitengenezea urafiki na nyinyi. Mimi nilijua hawa wa Korino kama hawajachaguliwa, kama hawajakuwa viongozi. Ni kweli maziko yenu? Yes. Tulianza hiyo safari mbali, na tunaenda mbali pamoja. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie, we are going to move together. Msikuwe na wasiwasi. Na wale wenye kiburi, hakuna madharau, hakuna matusi, hawa msijali na wao. Ukiona mtu ambaye hakuna kiburi, hakuna matusi, hakuna madharau, kiongozi, hiyo ni kumaanisha huyo mtu
hafai kuongoza. If you are not patient enough to be led, you are not made of the material to lead. Buri mingi na wawache madharau na wawache matusi. Hii State House ni ya Wakenya wote, ni ya wale wengi na pia ni ya wale wachache. Najua watu wengi wamesumbuka sana na vile nimealika watu wakuja State House. Mwingine alikuja hapa akasema, wewe rais umeshukisha, hii State House imekuja chini sana. Watu wale rejareja wanakuja hapa. Hapa inatakana marais, balozi, sijui na nani, wadosi, wale watu wana pesa. Lakini nimewaeleza sio ya kwamba nimeshukisha State House kuja chini, hapana. Nimeinua wananchi wakakuja juu ndio wapige hapa State House. Ama namna gani jameni? Mtu mwenyewe hapo na tumbo kubwa alafu unauliza mambo ya chakula. Ati sijui nani amepeleka tumbo. Kama ilikuwa ni mtu ya kubebana matumbo, si ni wale wako tumbo kubwa ndio wangekuwa wanaulizwa. So nyinyi, hata mimi nikitembea natembeanga na tumbo yangu. Ama chakula si yako. Mwenye kupika si bibi yako. Mwenye kualikana si wewe. Mahali watu wameketi si kwako. Wewe unauliza State House nini? Mimi ndio kusema hapa ama namna gani? Si ndio? Kwa hivyo nyinyi karibuni sana State House. Karibuni kabisa. Na wakiendelea nitawakaribisha tena. Alafu nione ile watafanya. Kujeni tuombe pamoja. Nimeonekana niko pamoja na Wakikuyu kwa sababu mmekuja kunitembelea. Pale kwa gate kila mtu anapewa 3,000 akiingia. Unajua pale Kikuyuni hakuna kitu naweza fanya na Ruto sasa bila biashara. Hata maombi lazima alipe. Sasa watu walimalizana na yeye. Sasa hapo na Wakorino wanawatakanya. Leo hili kijia anasema nyinyi wasaliti, si ndio? Hao watu wachache ni wasaliti. Wakorino hapana iko kwa hiyo maneno. Hiyo ni watu wanatafutia tumbo zao. Sijui nyinyi mtaniunga mkono, mko na 1.2 million votes. Wewe William Ruto hujaelewa hii watu ya mlima. Naam, kile kinachoendelea kwenye Ikulu ni hivi majuzi Mheshimiwa Rais William Ruto aliwaalika waumini wa kanisa la Kurino katika Ikulu ya Rais, na hatua hiyo ilizua maswali mengi nchini kote mara moja. Na kwa nini waliuliza Wakenya na wengi walijibu kusema ni kwa sababu mkutano ya Ikulu kwa kawaida huwa ni rasmi na ni ya kimakati na si pahala pa mikutano ya kidini isiyo rasmi, na hapo ndio utata unapoanza. Na mheshimiwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amedai maneno mazito pale. Alikuwa manake amejitokeza kwa nguvu akidai mkutano huu ulikuwa wa ghafla na waliohudhuria walihamasishwa na kulipwa, na lengo ilikuwa kutengeneza picha kuwa Mlima Kenya bado unamuunga mkono mheshimiwa rais. Na ikiwa ni ukweli, hii inabadilisha mtazamo kutoka kwa ushirikiano wa kidini hadi ujanja wa kisiasa. Na Wakenya wengine wameweza kutoa maoni yao wakisema kuwa nadharia ya kwanza ni kuwa mbinu za 2022 ndo zinarejea pale. Manake Wakenya wamepale kwa mtandaoni wanasema ni marudio ya mikakati ya kampeni ya 2022. Manake zamani mheshimiwa Ruto alishirikiana sana na mitandao ya kanisa kule Mlima Kenya, na inajulikana alitoa michango minono na alitumia majukwaa ya kidini kujenga imani na kujitangaza matokeo yake. Na pale uchaguzi ulifanyika na alipata uungaji mkono mkubwa kutoka eneo hilo, lakini baada ya uchaguzi na hasa baada ya kutofautiana na mheshimiwa Rigathi Gachagua, uungaji wa mkono huu umeanza kupungua, na sasa nadharia ni rahisi. Mheshimiwa rais anarudi kwenye mbinu ile iliyompa ushindi. Watazamaji, nielezeni pale maoni yenu ni gani? Mwaona kuwa mheshimiwa rais anatumia ile mbinu ya 2022? Je, ni ile mbinu anatumia au ni mbinu tofauti anajaribu kwa uchaguzi wa 2027? Nielezeni pale kwenye comment section. Na nadharia ya pili Wakenya wameweza pale kusema ni kuwa mheshimiwa rais alikuwa anamjibu mheshimiwa Gachagua,
Manake mkutano huu huenda si wa bahati mbaya. Wengi wanaamini kuwa ni jibu moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na hii inafuata hotuba yake iliyovuma kwenye mazishi aliyekuwa mbunge David Kiaraho kule Nyandarua, na ambapo alimkosoa na kumkabili rais wazi wazi, na hotuba hiyo ilibadilisha upepo wa kisiasa kule Mlima Kenya. Manake hivyo mkutano huu wa Ikulu unaweza kuwa hatua ya kukabiliana na Mheshimiwa Gachagua, na ujumbe kwamba rais bado ana uungaji mkono wa kidini. Ndio watazamaji, nielezeni pale kwenye comment section maoni yenu ni gani. Mheshimiwa kufanya huu mkutano na waombaji wa Wakurino, ulikuwa na majibu zano ya Mheshimiwa Gachagua au ulikuwa tu ni maombi Mheshimiwa rais alikuwa naomba na waamini wenzake? Nielezeni pale kwenye comment section maoni yenu. Nadharia ya tatu wa Kenya pale wameweza kusema ni mkakati mpya wa Mlima Kenya. Imani nyingine inayokuwa ni kwamba Mheshimiwa rais anabadilisha mbinu, kwa sababu mikutano ya jadi ya kisiasa kule Mlima Kenya inapoteza mvuto, na sasa mbadala ni nini? Kushirikiana na makundi ya kijamii na kidini kama vile kanisa la Kurino na mitandao ya kitamaduni na jamii. Na lengo kuu ni gani? Kuokoa, kujenga upya uungaji mkono kuelekea 2027. Ndio watazamaji, nielezeni maoni yenu pale, maonaje? Je, hii ulikuwa mkakati mpya wa Mlima Kenya? Mheshimiwa rais amezua mkakati mpya wa kupata kura kwenye Mlima Kenya? Nielezeni pale maoni yenu, nitashukuru sana. Nadharia ya 4 wa Kenya wameweza pale kusema ni upande wa dini na huruma. Manake hapa ndio mambo yanapokuwa ya kimakati zaidi. Baadhi ya Wakenya wanaamini kuwa Mheshimiwa rais anajipanga kupitia dini. Kwa nini? Ili kupata huruma ya uhalali wa kimaadili, na ila kwamba mashambulizi yote ya kisiasa dhidi yake yataonekana ni kama mashambulizi dhidi ya kiongozi aliyechaguliwa na Mungu. Na tumeshaona hii hapo awali dhidi ya Raila Odinga kuwa kule Mlima Kenya, na sasa wengi wanaamini formula ile inarudishwa tena. Na nielezeni pale maoni yenu, maonaje? Inaweza kuwa ni upande wa dini na huruma. Tunakumbuka pale wakati Mheshimiwa Raila Odinga alipokuwa uhai, kulikuwa na propaganda ilikuwa inatumwa kwa watu wa Mlima Kenya wakiambiwa Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa ni si mcha Mungu, ni mtu wa shetani, anaabudu mambo ya kishetani. Na hii iliweza kutia hofu kwa watu wa Mlima Kenya, wakakataa kumpigia Mheshimiwa Raila Odinga kura. Na wengi wanasema kuwa hii inaweza kuwa ni mbinu ile inatumika sasa kwa Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na wengi wangependa kujua maoni yako ni gani. Waonaje? Ni mbinu ni hiyo inayotumika au ni mbinu gani haswa Mheshimiwa rais anatumia pale kwa kuegemea upande wa dini? Nielezeni pale kwenye comment section. Na pale tunaweza kuona pale Mheshimiwa Gachagua alitoa onyo ya migawanyo ya dini ya ndani, na Mheshimiwa Gachagua hakunyamaza. Aliwahutumu baadhi ya viongozi wa kidini kuwa wamenunuliwa na kwamba wanafanya kazi kwa maslahi binafsi. Alizidi kusema pia, akikemea baadhi ya sehemu ya jamii ya Wakurino, na ujumbe wake ulikuwa nini? Mlima Kenya lazima ubaki na umoja wa kisiasa. Lakini hapa kuna utata, manake matamshi yake yanaweza pia kufichua nyufa za ndani, kwa sababu si kila mtu kule Mlima Kenya anafuata kiongozi mmoja. Na wapenzi watazamaji, nielezeni pale mwaonaje ile onyo ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua? Imefichua kuwa ni kweli Mlima Kenya hauko nyuma yake ama hawako pamoja? Nielezeni pale maoni yenu ni gani, na mwaonaje kuhusu hilo onyo la Mheshimiwa Gachagua? Na uchambuzi pale ni kuwa mkutano huu wa ukili haukuwa tu mkusanyiko wa kidini, inaweza kuwakilisha marekebisho ya kisiasa, ni vita ya ushawishi ndani ya Mlima Kenya na hatua za awali kuelekea 2027, kwa sababu katika siasa za Kenya picha unayojenga ndio mamlaka yako na miungano ndio kila kitu. Nielezeni pale maoni yenu, muonaje uchambuzi wenu? Kama mnatazama picha hii habari mpaka muda huu, nashukuru sana. Nielezeni pale majibu yenu kwa maswali haya. Je, mkutano wa Ikulu ilikuwa dhati au ni mkakata wa kisiasa?
Nielezeni pale kwenye comment section, mwaonaje mkutano wa Ikulu ulikuwa wa dhati au mkakata wa kisiasa? Kwa kawaida Mheshimiwa Rais akifanya mkutano wote na aweke wanahabari pale kwa uwazi na kwa urahisi, unakuwa mkutano wa kisiasa. Manake mambo ya Mungu wajua, unaomba uombe kwa kisirisiri, si lazima utangazie watu unaomba. So kwa hivyo pale Mheshimiwa Rais alipowaalika waombaji wale na kuweka ile sherehe kama vile, basi Wakenya waliweza kusema pale uligeuka kuwa mkutano wa kisiasa. Lakini nielezeni maoni yenu pale, bado hatujamaliza kuzungumza. Wakenya wengi bado hawajaweza kutoa maoni yao, kwa hivyo tuelezee maoni yako ni gani. Je, mkutano wa Ikulu ulikuwa wa dhati au ni mkakata wa kisiasa? Nielezeni pale. Na swali cha pili ni je, Rais Mheshimiwa Ruto anapoteza uungaji mkono kule Mlima Kenya? Je, Rais Ruto anapoteza uungaji mkono kule Mlima Kenya? Nielezeni pale kwenye comment section kama Mheshimiwa Ruto bado ana uungaji mkono kule Mlima Kenya au ameupoteza. Nitashukuru sana majibu yenu. Kwa majibu, maoni yangu ni kama Mlima Kenya umeteleza tayari, lakini Mheshimiwa Rais pale bado anataka kubambanya apate kura zenye zile anazoziweza zipata. Kama ni 1,000,000, kama ni 2,000,000, basi Mheshimiwa Rais ni kama pale amejipanga apate hizo kura atazozipata. Lakini nielezeni maoni yenu pale, nitashukuru sana maoni yenu kwenye comment section. Na swali cha mwisho ni je, dini inapaswa kutumika katika uhamisaji wa kisiasa? Nielezeni pale kama dini inafaa kutumika kwa uhamasishaji wa kisiasa. Na kama umetazama hii picha runinga mpaka muda huu, nashukuru sana. Like, share, subscribe, na kumbuka haturipoti siasa tu, tunazihoji. Na baki na habari, baki na msimamo, na baki na Sikiliza TV. Ni mie weni mtangazaji Wilson Ochar, na nashukuru sana mmejiunga nasi kwa siku ya leo, na natumaini mtabaki salama, na naomba tuonane katika video ijayo. Asanteni sana.